Nilitafuta Kalvari, alinitoa. Shalom shalom, Bwana Yesu apewe sifa. Ninakusalimu sana mpendwa mtazamaji, mwanafunzi mwaminifu wa Yesu Kristo, wewe ambaye unaendelea kujifunza siri za ufalme wa mbinguni kupitia chaneli yako pendwa Boisheni One Injili na Ushuhuda TV. Ninapenda kukukaribisha sana katika mwendelezo wa ushuhuda wa mtumishi Naya Wanjiru kutoka nchini Kenya, ushuhuda wa madhabahu 3 za siri ambazo wachawi wanazijenga ndani ya vyumba wanavyolala Wakristo kwa kutumia bidhaa, kwa kutumia vitu mbalimbali ambavyo Wakristo wameviweka kwenye hivyo vyumba bila wao kujua, ili kutesa maisha yao, kudhoofisha afya zao, kudhoofisha maisha yao ya kiroho na kufanya kila kitu kisiendelee. Msimuliaji wako ni Mwalimu Chris Deogratias. Nikukaribisha sana katika channel yako pendwa Boisheni One Injili na Ushuhuda TV, kisima cha maarifa ya kiroho. Kama ni mara kwa kwanza unaniona katika channel hii kwa sasa, basi ninaomba jambo la kwanza kabla hatujaendelea mbele, subscribe. Wakati video inaendelea, angalia chini ya video utaona mahali pameandikwa subscribe. Gusa, kisha itatokea alama ya kengele. Gusa tena kwa kidole chako, alafu utakuwa umeungana nasi kwa njia ya mtandao, ili tunapoendelea na ushuhuda na shuhuda nyingine nyingi na masomo mazuri ya utakatifu na nyakati za mwisho, basi yakufikie mara moja. Nikukaribisha sana katika mwendelezo na amia iliyotangulia tuliangalia utangulizi, na leo tutaanza kuangalia madhabahu ya kwanza ya kichawi inayojengwa katika vyumba vya Wakristo, vyumba wanavyolala Wakristo kwa lengo la kuwatesa. Na leo tutaenda taratibu kidogo, maana wengi kati ya watazamaji na wafuatiliaji wameshauri tuende katika muundo wa usomaji na kwa utaratibu, ili waweze kupata kila kinachotamkwa. Kwa hiyo tutaenda kwa utaratibu kadiri tutakavyoweza. Na sasa tutaanza kueleza kuhusu madhabahu ya kwanza. Nitaeleza sasa madhabahu 3 za kichawi na za siri zinazojengwa kichawi katika vyumba vya kulala Wakristo, zenye nguvu zaidi zinazofanya Wakristo kuugua na kushambuliwa kichawi. Madhabahu ya kwanza inayoongoza kutesa Wakristo wengi ni madhabahu ya kioo. Vioo sio nyuso za kuakisi mwanga tu, bali ni malango na midia inayounganisha ulimwengu unaoonekana na ule wa kichawi, yani usioonekana. Vioo vinapowekwa uelekeo fulani katika chumba cha kulala, hususani uso wa kioo unapotazama na kumulika kitandani unapolala, hugeuka kuwa dhana ya kichawi inayounganisha ulimwengu wa kawaida na ule usio wa kawaida. Kioo kitazamapo kitandani unapolala hugeuka kuwa lango na madhabahu ya kichawi katika kufuatilia mwenendo wako, kukuletea adha na mateso, hata kuathiri usingizi wako. Nitaeleza ni jinsi gani madhabahu ya kioo hufanya kazi. Unapolala, mwili hupumzika, lakini roho yako hailali, bali huwa hai na makini zaidi, na hufanya mambo kadha wa kadha kwa jinsi ya kiroho. Unapolala, roho au nafsi yako hufanya mambo mbalimbali. Kwa mfano, inaota ndoto, unachakata mambo mbalimbali ya kiroho na ya kimwili pia. Roho yako huwa wazi sana na rahisi sana kushambuliwa na nguvu za giza. Kama kioo kimekutazama kitandani pako, nafsi yako humulikwa na kuonekana kwenye kioo hicho kila siku usiku. Wachawi huweza kuinasa nafsi yako kupitia uso wa kioo hicho. Wataweza kutawala ndoto zako, wanaweza kukuletea ndoto zao za kichawi au kukuotesha chochote unachokitaka. Vile vile, wachawi hutupa roho na mishale ya kichawi kudhuru afya za Mkristo husika kupitia nafsi ya Mkristo huyo iliyojihudhurisha kwenye kioo kilichotazama katika kitanda alipolala Mkristo huyo. Roho hizo za kichawi zinatumwa kwa Wakristo kama mishale ya moto kupitia kioo, hudhuru afya za Wakristo husika na kufanya waugue magonjwa ya ajabu na kila siku wawe wagonjwa, ili kudhoofisha maisha yao. Mishale hiyo ya moto ya kichawi inayotumwa kwenye miili ya Wakristo walalapo usingizi mzito huenda kuathiri viungo mbalimbali
kwenye viungo vya miili yao na kwenye mifumo mbalimbali ya miili yao. Nilijikita na kubobea sana katika uchawi wa kutumia kioo kitazamacho kitandani kwa mtu kama madhabahu ya kuwashambulia watu hao ambao watalala katika chumba hicho. Nilifundishwa namna ya kuwabaini Wakristo ambao wameweka vioo kukabili vitanda vyao vya kulala. Na mara tu nilipowabaini, niliweka madhabahu ya kichawi juu ya uso wa kioo hicho ili kiwe lango la ulimwengu wa kichawi kuunganika na ule wa kimwili na kumshambulia Mkristo huyu. Pale tu madhabahu hiyo ya kichawi na ya siri inapoanza kufanya kazi, afya ya Mkristo huyo huanza kudhoofika sana. Wataanza kupatwa na adha na matatizo makubwa ya kiafya na maumivu yasiyokoma. Wataanza kujisikia uchovu usioelezeka, maumivu yanayojiongea kutoka sehemu moja ya mwili hadi sehemu nyingine, kama vile vitu vinatembea mwilini, udhaifu ambao madaktari hawawezi kugundua kwa vipimo vyao wala kutibu. Na sasa nitaeleza nini husababisha madhabahu ya kioo kuwa na nguvu sana na kuwatesa Wakristo. Baada ya kudhurika kichawi kupitia kioo, Wakristo hawawezi kuwaza kwamba kioo kinachotazama kitandani walalapo ndio chanzo cha mateso yao. Badala yake wataanza kwenda hospitalini, watapima magonjwa mbalimbali, wataanza kutumia madawa kadha wa kadha, wataenda kuombewa maombi ya ukombozi, lakini hawatawaza kuhusu kuondoa vioo hivyo chumbani mwao. Hivyo kioo huendelea kuwa madhabahu na lango la kichawi na mateso yao yataendelea bila kukoma. Nitakueleza kuhusu ushuhuda wa dada Grace. Nitakueleza sasa kuhusu ushuhuda wa dada Grace wa Arusha. Yeye ni mshirika wa kanisa, pia ni muombaji wa maombi ya vita, ni muombaji mkubwa sana na ni mwenye bidii sana. Huomba kwa saa kadhaa kila siku. Lakini kwa miaka 7 mfululizo alikuwa akipambana na maumivu sugu ya viungo vya mwili wake ya usiokoma. Yalikuwa ni maumivu ya ajabu na hakuna daktari yeyote aliyeweza kubaini wala kuyatibu maumivu hayo. Alienda hospitali 5 tofauti, lakini hakupata majibu ya nini tatizo lake hasa. Alijaribu kutumia dawa za tiba mbadala, lakini hakuona nafuu yoyote. Alihudhuria vipindi vya maombi ya ukombozi makanisani, lakini hakupata ukombozi wowote. Nilikabidhiwa kushughulikia mateso yake wakati huo nilipokuwa kwenye uchawi. Mbinu na kazi yangu kubwa ilikuwa kuhakikisha madhabahu yetu ya kichawi, yaani kioo, kinaendelea kuwepo ili kuendelea kumfanya awe mgonjwa zaidi. Na madhabahu yenyewe ilikuwa ni kioo chake mwenyewe. Alining'iniza kioo kikubwa ukutani, kioo ambacho kilitazama na kumulika kitanda chake, yaani mahali anapolala. Aliweka kioo hicho kikubwa ukutani chumbani mwake kwa muda wa miaka 10 kwa sababu alikuwa anapenda kujitazama kila siku, kila anapoamka. Hakuwahi kufikiria kabisa kwamba kioo ndio chanzo cha mateso yake yote, na wala hakujua ni lini nilifanikiwa kuingia chumbani mwake na kugeuza kioo hicho kuwa silaha ya kichawi dhidi ya maisha yake. Kwa mara ya kwanza nilipoona kioo hicho, nilikiona kuwa ni madhabahu imara sana na madhubuti mno. Hakika ilitupa ufuatiliaji wa kila kitu chake. Roho chafu za kumfuatilia ziliwekwa kwenye kioo hicho kila usiku. Mapepo hao walikuwa wanafuatilia maisha yake, ndoto zake, mipango yake kila usiku anapokuwa amelala. Kifupi, mapepo hayo yalidhibiti usingizi wake usiku mzima. Mapepo hayo yangechunguza ndoto zake, yangejua mipango yake, na hata yangebadili ndoto zake na kumuotesha ndoto za kipepo, yaani ndoto za kichawi, na kuharibu maisha yake kabisa. Kila usiku alalapo usingizi mzito, mapepo hayo yalikuwa yanarusha mishale ya kichawi kwenye viungo vyake vya mwili mwili wa dada Grace, na katika viungo vya mifumo muhimu ya mwili wake kama moyo na sehemu na viungo vingine. Nilimfuatilia kwa miezi kadhaa. Alikuwa kila siku akiamka akiwa mchovu sana, japo alilala kwa saa 8, yaani muda wa kutosha kabisa kiafya kwa ajili ya kupumzika. Alikuwa anahangaika sana ili aweze kuamka toka kitandani mwake kwa sababu ya magoti yake na vifundo vya mikono vilivyokuwa vikimuuma sana.
Niliona alikuwa akinywa dawa za kutuliza maumivu mara kwa mara, yani kama vile Panadol, Diclofenac na nyinginezo. Dawa hizo za kutuliza maumivu zilituliza maumivu kidogo kwa muda mfupi, kisha maumivu yalirejea kama mwanzo. Nilikuwa nikimuona akiomba kwa bidii sana, alikuwa akikiri maandiko ya uponyaji na ukombozi, alijipaka mafuta ya upako, lakini hakuna kilichobadilika kabisa. Hii ni kwa sababu madhabahu ya kichawi au lango la kiroho lililowapa wachawi na mapepo kibali na uhalali wa kisheria wa kuingia nyumbani mwake na kumtesa lilikuwa hai na lilikuwa linafanya kazi. Yaani hicho kioo kilichokuwa ukutani mwake. Lakini siku moja mambo yalibadilika ghafla. Aliota ndoto. Katika ndoto hiyo dada Grace alijiona amelala kitandani, halafu akaona kuna viumbe wa ajabu wako kwenye uso wa kioo, viumbe weusi wenye macho yanayong'aa kama moto au tochi wakimtazama. Viumbe hao wa ajabu na wa kutisha walikuwa wanamtazama, wanasoma ndoto zake na kumfuatilia kwa ukaribu sana. Aliposhtuka kutoka katika ndoto hiyo, alitishwa sana, akajawa na hofu kubwa. Hakuelewa alichokiona wala maana ya ndoto hiyo ya kutisha, ila aliamini huenda ni jambo halisi linalomtokea katika maisha yake. Asubuhi ya siku hiyo alimuita mchungaji wake. Alieleza ndoto hiyo kwa mchungaji wake, na mchungaji wake akiongozwa na Roho wa Mungu alitamka neno ambalo lilibadilisha kila kitu maishani mwa dada Grace siku hiyo. Alimuuliza dada Grace, "Dada Neema, una kioo chumbani mwako kinachotazama kitandani ulalapo?" Dada Grace akajibu, "Ndio." Akamwambia, "Kakiondoe leo. Kakiondoe sasa hivi. Kioo hicho ni dhana ya kichawi itumikayo kama lango au madhabahu au lango la mapepo na wachawi kuingia chumbani mwako na kukushambulia. Kiondoe chumbani mwako au kifunike uso wake vizuri au kakigeuze kisitazame kitandani unapolala." Dada Neema alitii na akakiondoa kioo kile usiku ule. Akakiondoa kabisa kioo hicho chumbani mwake na kukiweka katika chumba cha kuhifadhia vyombo, kikiwa kimefunikwa vizuri kwa kitambaa. Usiku huo wa kuondoa kioo, mimi, wachawi na mapepo tuliopewa jukumu la kumfuatilia dada Grace na kumtesa hatukuweza kumpata tena, kwa sababu madhabahu na lango letu la kiroho lilikuwa limeondolewa. Dhana iliyotuwezesha kubadili ulimwengu wa kawaida kuwa wa kichawi iliondolewa. Tulipambana sana ili kuimarisha tena madhabahu hiyo, lakini hatukufanikiwa kabisa, kwa sababu aliondoa kitu halisi kilichotupa uhalali wa kumtesa. Baada ya siku 3, nishati, yani nguvu za mwili wake zilianza kurejea tena. Maumivu sugu yaliyomtesa kwa miaka 7 yalianza kuondoka. Baada ya wiki 2, maumivu ya viungo vya mwili yalikuwa yamekoma kabisa. Baada ya mwezi mmoja alikuwa amesharejea kabisa katika afya yake yote. Madaktari baada ya kueleza kwamba amepona, walishikwa na butwaa na hawakuwa na majibu kabisa dhidi ya nini kilichotokea wala dhidi ya kupona kwake. Lakini katika ulimwengu wa roho sisi tulijua hasa ni nini kilichokuwa kimetokea. Alikuwa ameondoa kabisa madhabahu yetu. Alikuwa amefunga lango letu lililokuwa linatupa haki na nafasi ya kuingia chumbani mwake na anamolala na kumfanyia uchawi. Kwa kuondoa kioo kilichokuwa kinatazama kitandani alalapo, ambacho kilikuwa madhabahu na lango letu la kichawi kwake, hatukuwa na namna tena ya kuutesa mwili wake wala kuingilia ndoto zake wala kuharibu usingizi wake tena. Hii ndiyo nguvu ya madhabahu ya kioo. Na ushuhuda huu wa dada Grace sio wa kipekee, yani hauko peke yake. Hebu niwaeleze ushuhuda mwingine wa kaka Emmanuel. Kaka Ima alikuwa mfanyabiashara kijana katika jiji la Mombasa. Alikuwa kijana wa miaka 32 aliyefanikiwa na kuwa na bidii sana katika kanisa na imani kwa ujumla. Lakini kwa miaka 2 mfululizo alikuwa amekutana na jambo la kuogopesha sana. Kila usiku alipokuwa analala, alikuwa anaota ndoto za kutisha sana. Ndotoni alikuwa anajiona amelala kitandani, kisha majitu meusi
yanasimama yanamzunguka, yakimzunguka kwenye kitanda chake, yakimtazama muda wote na kumkazia macho. Viumbe hao weusi walikuwa hawaongei, hawajiongei, walikuwa wakisimama tu na kumkazia macho sana. Aliposhtuka kutoka katika ndoto hizo, mara zote alikuwa ameloa jasho mwili mzima. Moyo wake ulipiga sana, na kutwa nzima ya usiku baada ya ndoto hiyo, kutwa nzima ya siku baada ya ndoto hizo za kutisha, alijihisi kuwa anafuatiliwa kila mahali. Ni kama vile macho ya kutisha yalikuwa yakimtazama na kumfuata kila mahali. Kazi zake za uzalishaji zilianza kufa kidogo kidogo. Mahusiano yake ya kijamii ya kikazi yalianza kumtatiza na kuanza kufa. Alijawa na hofu kuu na mashaka makubwa moyoni mwake. Alienda kwa mchungaji wake kwa ajili ya ushauri na maombezi. Mchungaji wake alimuombea mara kadhaa, lakini ndoto za kutisha hazikuacha. Sikutumwa kumsimamia Kakaima moja kwa moja, lakini nilijua kuhusu mkasa wake, kwa sababu mchawi aliyepewa jukumu hilo la kumfuatilia na kumtesa kichawi alikuwa mshirika wa chama chetu cha uchawi. Mchawi huyo aliitwa Wanjiku. Mchawi huyo alijenga madhabahu ya kioo chumbani kwa Kakaima miaka 3 kabla, na mara tu Kakaima alipohamia katika nyumba yake hiyo, ambayo kwa wakati huo yalikuwa ni makazi mapya, madhabahu hiyo ilianza kufanya kazi, maana ilijengwa kwa kutumia kioo kilichokuwa cha kabati la nguo zake. Pia kulikuwa na mlango mkubwa wa kioo ambao kioo chake kilitazama kitandani alipolala Kakaima. Kaka Emmanuel kamwe hakuwahi kuhusianisha ndoto za kutisha na mateso yake na uwepo wa vioo hivyo katika chumba chake cha kulala. Kumbe mateso hayo yalisababishwa na samani, yaani makabati hayo yaliyokuwa na vioo ambavyo vilitazama katika kitanda chake cha kulala. Katika ulimwengu wa roho, kioo kilikuwa lango kuu la kichawi na mapepo kuharibu maisha na afya yake kwa ujumla. Kila siku roho chafu zinazomfuatilia husimama kwenye kioo hicho na kumshambulia ndotoni. Vibwengu hao wa kutisha wangetokea kama vivuli vyeusi, kama viumbe wa kutisha au kama wachawi, na kisha kumtazama sana. Kazi yao haikuwa kumfuatilia tu, bali kushambulia afya yake ya kimwili na kiakili pia. Pia walikuwa wakimfanya ajisikie woga muda wote. Alikuwa ni mwenye mashaka, alikuwa anajiona hayuko salama, alikuwa anajisikia hayuko huru wala asijione katika amani. Mbinu hii ilifanya kazi kwa Kakaima kwa miaka yote miwili. Baada ya miaka miwili, Kakaima alidhoofika sana kimwili na kiakili pia. Alianza kukosa usingizi kwa kuogopa ndoto za kutisha. Alibakia akikesha bila kulala hadi majira ya saa 9 usiku au hata saa 10. Na mara uchovu ulipomzidia ndipo usingizi ulipomwangukia. Na akiwa katika usingizi mzito tu, ndoto hizo za kutisha zilirudia tena. Kisha Jumapili moja, mhubiri mmoja aliyekuwa anahubiri kwa kusafiri maeneo na makanisa hadi makanisa, alihubiri kuhusu madhabahu ya kichawi zinazowatesa Wakristo na kuharibu maisha yao ya kiimani. Mtumishi huyo alieleza hasa kuhusu vioo na namna ambavyo vioo hivyo katika vyumba vya kulala hugeuka na kuwa madhabahu na malango ya kipepo yatumiwawe na wachawi na mapepo kuwatesa Wakristo kupitia roho chafu zinazokaa kwenye vioo hivyo. Ghafla Kaka Emmanuel alishtuka moyoni mwake. Alisikia sauti ikisema moyoni mwake kwamba ni wewe unayeambiwa. Jambo hili ndilo linalokutesa kwa miaka yote miwili. Baada ya kusanyiko hilo, Kaka Emmanuel alienda moja kwa moja chumbani kwake na akatazama kioo cha kabati lake la nguo kwa umakini sana. Kwa mara ya kwanza na kwa sababu ya msaada wa mafundisho hayo aliyoyapata, Kaka Emma alikitazama kioo hicho na akakiona katika mtazamo tofauti kabisa na siku zote alipokuwa amekiweka. Alihisi mkandamizo mkubwa ulitoka katika kioo hicho na kuelekea nafsi yake. Alihisi roho ya uzito iliyomgandamiza siku zote imeunganishwa na kioo hicho. Bila kusita akafunika kioo hicho kwa shuka. Alitumia utepe wa gundi kushikiza shuka hilo. Kioo kilifunikwa na kufichwa kabisa uso wake. Usiku huo ndio kwa mara ya kwanza baada ya miaka miwili, yaani kwa miaka miwili, alilala usingizi mororo
bila kuota ndoto za kutisha. Vivuli vya vitu vyeusi havikujitokeza usiku huo tena. Ile hali ya kujiona na tazamwa na macho mengi na ya kutisha pande zote haikumtokea. Ile hali ya kuhisi anakabwa na kukandamizwa usiku wa manane viliondoka. Siku ya pili yake akakiondoa kabisa kioo hicho na kabati hilo la nguo nje ya chumba chake. Alibadilisha na badala yake akaweka kabati jingine ambalo halikuwa na kioo. Tokea wakati huo ndoto za kutisha hazikujirudia tena. Amani ya nafsi yake ilirejea, utimamu wa kiakili ulimrejea, uzalishaji mali na kazi zake ulipanda sana. Mahusiano yake yaliyoharibika kabisa hapo mwanzo yakaimarika tena. Kwenye ulimwengu wa roho, yule mchawi aliyepewa jukumu la kumfuatilia na kumtesa, yaani dada Wanjiru, alikuwa amepoteza kabisa mamlaka, uhalali na ule uwanja wa kumiliki na kumtesa Kakaima. Lango la kichawi lilikuwa limefungwa na madhabahu za kipepo zilikuwa zimeondolewa, ndio maana alishindwa kabisa namna ya kumpata Kakaima. Mchawi huyo hakuweza tena kutuma roho za mafatilizi kwenye ndoto za Kakaima kupitia kioo. Hivi ndivyo madhabahu za kioo zinavyotumika kuyafuatilia maisha ya mtu na kumtesa, hasa Wakristo. Haziishi kumtesa tu kimwili au kiafya, bali hata kiakili. Kuleta makandamizo kimwili na kiroho pia, kumletea msongo wa mawazo, kuleta uharibifu wa kihisia. Kama chumbani kwako una kioo kinachotazama kitandani pako, basi ujue kuwa unawapa wachawi na mapepo silaha dhidi ya afya yako, dhidi ya hisia zako, dhidi ya mwili wako na kila kinachokuhusu. Jambo la kwanza unaloshauriwa kufanya mara baada ya kusikia ushuhuda huu ni kutazama vizuri chumbani mwako ili uone kama kuna kioo kinachotazama unapolala. Kama kipo, basi hilo ni lango la wachawi na mapepo kuingia chumbani mwako na kukutesa. Hii ni malango yanayompa haki mchawi yeyote kuidhuru afya yako, ndoto zako, hisia zako, usingizi wako na maisha yako yote kwa ujumla. Unapaswa kuviondoa vyote, kuvifunika au kuvigeuza uelekeo wake mara moja, wala usichelewe. Usijifariji kusema havina matatizo. Wewe unaviona vya kawaida, lakini katika ulimwengu wa kichawi ni dhana mahususi ya kichawi. Katika ulimwengu wa roho, vioo kama hivyo ni madhabahu halisi itumikayo kukudhuru kila siku usiku. Biblia katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 4 husema, Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini, hata waamini huweza kupigwa upofu fahamu zao na kushambuliwa kichawi, ikiwa watampa adui yao nafasi na uhalali wa kuwashambulia kupitia vitu kama vile vioo vyumbani mwao. Unapoondoa kioo, unakuwa umeondoa madhabahu za kichawi na kufunga lango la kipepo maishani mwako. Na ningependa ufanye jambo moja sasa hivi. Katika comment hapo chini andika hivi: ninazifunga madhabahu zote za vioo chumbani mwangu kwa jina la Yesu. Andika sasa hivi na ukiri kwa kinywa chako, kwa sababu unapotamka kwa kinywa chako hadharani, katika roho unakuwa unatuma ujumbe kwa ufalme wa giza kusema, wewe sio mateka wao tena, wewe sio kipofu tena, wewe hautakuwa mtumwa wao tena. Usitazame tu video hii na kuendelea mbele bila kukiri maneno hayo kwa sauti na kwa kinywa chako. Ninafunga malango yote ya kichawi kwa njia ya vioo chumbani mwangu kwa jina la Yesu. Kiri hivyo sasa hivi, kwa sababu mafanikio yako yameunganishwa na ukiri wako. Hii ndio sehemu kwanza ambayo tumeona madhabahu ya kwanza inayoongoza kutesa Wakristo wengi, hata watu wasio Wakristo, kwa sababu wachawi mtu wao wa kwanza wanaomtafuta kuliko watu wote ni Mkristo aliyeokoka. Tunaposema Mkristo ni yule mtu ambaye amesikia injili ya Yesu, ameiamini, amemwamini Yesu Kristo, amempokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, amebatizwa kama Yesu alivyobatizwa. Amebatizwa ubatizo wa mbinguni. Maana kuna ubatizo wa mbinguni na ubatizo wa kuzimu au wa wanadamu. Kasome Mathayo 21:25.
ubatizo wa vikombe, ubatizo wa visima, ubatizo wa bakora, ubatizo wa moto, ubatizo wa sio wengine wanalala, mchungaji wao anapita juu ya migongo yao. Zote hizo ni batizo za kuzimu. Hata ule wa visima ambao baada wa makanisa ya wokovu kukimbia wokovu wa ubatizo wa kikombe, adui akakaa kikao na timu yake akabuni ubatizo wa visima. Hata sasa makanisa mengi yanayohubiri wokovu yameingiza huo ubatizo wa visima, na yeyote anayebatizwa kwa kisima anawekwa alama ya mpinga Kristo na haingii mbinguni. Kwa hiyo hata umeamini umeokoka lakini umebatizwa ubatizo wa visima, na nyema makanisa mnaobatiza kwa kutumia visima, eleweni kwamba mnauza nafsi za hao mnaobatiza kuzimu. Hawataingia, hamtaingia. Hayo makanisa ndio badilishe haraka. Kama hamtabadilisha, maana yake mnaendelea kufanya kazi za shetani. Lakini pia unatakiwa kubatizwa katika maji tele. Maji tele mfano wa kaburi, sio kidogo, sio utosini au sehemu ya mwili, ni maji tele. Alafu pia maji yaliyo hai, yani yanayotembea katika chanzo chake cha asili. Alafu mwisho muhimu zaidi ni hakikisha unabatizwa kwa jina la Yesu, sio kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Hakikisha unabatizwa kwa jina la Yesu. Hivyo ndivyo walivyobatizwa Wakristo toka wakati wa kanisa la kwanza la mitume. Maana imani yetu wa Kristo imejengwa katika msingi wa ile imani ya mitume na manabii. Soma Matendo ya Mitume 2:37, Matendo ya Mitume 10:48 au 19 mstari ule wa 4. Kote walibatiza kwa jina la Yesu. Nikukaribisha sana. Lakini pia kama unatamani kutoka katika wokovu wa bandia na kupokea wokovu wa kweli, wokovu wa bandia ni pale utakaposikia mtu anakuambia ameokoka. Kama ni mwanamke unakuta amevaa masuruali, amevaa manguo ya kikahaba, amevaa mapambo, amevaa hereni na wachungaji wake wameruhusu. Na hata ukienda makanisani wanasherehekea Krismasi, unakuta wameweka midori ya faza Krismasi, wameweka mti wa Krismasi, wanasherehekea ile sikukuu za kipagani. Kwa hiyo na machukizo yote utayakuta. Kwa hiyo huo ni wokovu wa bandia. Hata kama utaimba nyimbo za sifa, mtaimba tenzi vizuri, mtahubiri, mtafanya mambo mengi, tayari kwa kuwa mna alama za ibilisi. Ukiingia katika kanisa ukuta mama mchungaji amevaa wigi, amevaa hereni, amevaa cheni shingoni, amevaa pete, hata kama utaambiwa ni pete ya ndoa. Isaya 3:16 inakataza pete. Ukisoma Kutoka 33 kuanzia mstari wa kwanza, Mwanzo 35 kuanzia mstari wa kwanza, Isaya 35 mstari wake wa 8, ukisoma Ezekieli 17 kuanzia mstari wa 19, vyote vinakataza pete, vinakataza madini ya vito, vinakataza mwanamke kujipamba, vinakataza hata kuvaa wigi, kupaka rangi za midomo, rangi za kucha, kwa kuwa mwanamke wa kwanza kufanya hivyo ni Yezebeli. Wafalme wa Pili 9 mstari wa 30. Kwa hiyo mwanamke yote leo, hata kama amedanganya ameokoka, uwe ni mama mchungaji, uwe ni mwimbaji, uwe ni nani, umedanganya nafsi yako. Nao wachungaji wanaoongoza makanisa ambao bado wanaruhusu wanawake kujipamba kidunia, wanafanya kazi ya shetani. Hawataingia mbinguni. Bwana na hasira nanyi. Kwa hiyo badilikeni. Bwana ana wivu na watu wake. Shalom shalom. Ni Mwalimu Chris Deogratas, nikukaribisha sana. Usiache kusubscribe channel yako pendwa Goshen One Injili na Ushuhuda TV, lakini usiache kushare kwa watu wengi sana. Wengi wako kwenye wokovu wa bandia na wengine wamejiita wa Kristo. Mtu yote anayejiita Mkristo alafu anapiga goti kwenye mbele ya sanamu, huyo sio Mkristo. Mkristo ukisoma Yohana 4:22 ni mtu anayemwabudu Mungu katika roho na kweli, wala haabudu katika jengo, yani jengo lake la ibada pia halina sanamu hata moja. Utasoma tena Wakorintho wa pili sura 6 ule mstari wa 16. Biblia inatuuliza, je, kuna mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa kama unaenda kufanya ibada katika jengo lolote la ibada, kuna sanamu hata moja, hata kama umedanganywa ni ya Yesu, umedanganywa ni mama yake Yesu, wewe si Mkristo, wewe ni mpagani. Ni wale wapagani walioamuliwa na mfalme Konstantino wajiunge na kanisa, ndio waliingia na upagani, ndio waliingia na ibada za sanamu. kwa hiyo yote anayeabudu sanamu kama ilivyonenwa katika Isaya, katika Ufunuo Yohana 21 mstari wake wa 8, 21 mstari wake wa 27, hakuna atakayeingia. Jidanganye wewe ni Mkristo, fanya mambo ya dini ni kwa hasara yako, lakini kushika neno, yule anayetii neno la Mungu ndiye anayetenda mapenzi ya Mungu,
ndiye atakayeingia. Ndivyo alivyosema Bwana Yesu, sio kila anayejiita Mkristo ataingia mbinguni, bali wale tu waliotembea katika njia zake, waliolifuata neno lake na kulitii. Karibu sana, nikukaribishe. Shalom shalom, ni Mwalimu Chris Deogratias. Karibu sana. Ukiwa una ushuhuda, ninakukaribisha kupitia comments, napenda mawasiliano ili uweze kuliponya kanisa, uhubiri pamoja nasi kwa njia hii. Bwana akubariki. Karibu katika tuangalie madhabahu inayofuata.